Hakuna kukataa kitabu hapa. 4:74 maisha ya watakatifu wote, mkinukuu hicho kitabu, soma hicho. Si umenitaka wewe? Naam. Inasemaje? Jambo kuu jingine lilotukia wakati wa utawala wa Papa Silvesta wa kwanza, naam, ni kuitisha kwa mtaguso mkuu mjini Nikea, Uturuki. Safi. Papa wa kwanza wakaitisha mkutano mkubwa Nisea, Uturuki. Ulikuwa na maana gani? Mwaka 325. Naam. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa wajumbe kutoka sehemu zote za dola ya Roma, naam, kukutana pamoja. Fundisho kuu lilotangazwa hapo, rudia. Fundisho kuu lilotangazwa hapo ni kwamba ni nini? Yesu ni mwana wa pekee wa Mungu Baba. Takbiri. Kwa hiyo hili limepangwa Tunisia, Uturuki, fundisho likawa hilo. Ulinitaka wewe, maliza. Mwenye hali moja na Baba, mwenye hali moja na Baba, akiwa Mungu kweli, akiwa Mungu kweli, ikiwa mtu kweli, ikiwa mtu kweli. Walitangaza pia kwamba Bikira Mariam ni mama wa Yesu Kristo na mama wa Mungu. Basi ni watu tu wamepanga. Wewe unakuja kutoka povu hapa. Hivi mimi nakuulizeni, nyinyi nakuulizeni kabisa, baba hawezi kumjua mwanae au anamjua? Anamjua. Sasa Mungu wapi katamka Yesu mwanae? Wewe unatarajia Yohana, Matayo, Paulo? Mwenye baba mwenye mtoto yuko wapi? Mbona kakaa kimya? Wewe unatuletea kina Matayo hapa? Huyu jamaa vipi huyu? Alafu kibaya zaidi sasa, hata Mariamu mkewe Mungu hajasema kwamba huyu ni mtoto wa Mungu. Mariamu hajasema. Yaani mimba kabeba Mariamu, anayesema mtoto Matayo. Hii si ajabu hii? Mimba amebeba Mariamu, mtoto anakuja kusema Matayo. Inna lillahi. Hivi dunia gani mama asimjue mtoto wake nani? Takbir. Eti kantaka huyu. Ulichelewa wewe, shauri yako, umeingia cha kiki hapa. Takbir. Allahu akbar. Hapa hakuna haja Matayo sijui nani, hakuna mpango huo. Hapa tunataka Mungu ana mtoto aseme mwenyewe kwamba mimi mtoto wangu Yesu, iwe kwa kuzaa iwe kwa maneno. Unatuletea kina Matayo. Matayo sikafundishwa na Yesu? Wapi Yesu alimwambia Matayo Mungu baba yangu? Wapi kamwambia? Utoe hapa.